Tuko mbele zako asubuhi ya leo, mfalme wa ajabu, tukisubiri kusikia hizo habari njema kutoka kwako. Fungua mioyo yetu Jehova. Nenda Mungu katuongoze, Roho wa Mungu kachukue mamlaka. Ukanitumie tu Jehova, ili watu wako wakaweze kubarikiwa na sifa zikurudie wewe. Kwa Kristo Bwana wetu tumeomba tukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Nashukuru Mungu sana sana kwa kuwa mmekuja asubuhi ya leo, na nashukuru Mungu pia kwa ajili ya nafasi hii nimepata ili kusimama mbele yenu, na bado tunaendelea kutafakari juu ya kitabu cha Marko. Jana tuliona Yesu akifukuza watu hekaluni waliokuwa wakifanya biashara, akageuza meza na kuangusha kila kitu kilicho juu na kuwaambia, je, haijaandikwa ya kuwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote, bali nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'aji. Watu hawa waliamua kufanya mabiashara zao hekaluni, na hilo lilimkasirisha mwana wa Mungu. Wakuu wa makuhani waliopata habari hizo walitafuta jinsi watamuangamiza Yesu, kwa kuwa walikuwa wameogopa. Umati ulikuwa unamfuata popote alienda, umati mkubwa ulikuwa unamfuata, na hawa wakuu wa makuhani wakawa wanatafuta ni njia gani tutamuangamiza huyu Yesu. Kabla ya hayo, Yesu aliona njaa, akaona kwa mbali mti wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipofika hakuona kitu ila majani, maana ulikuwa si wakati wa tini. Yesu alikuwa 100% human, 100% God. Unaona, hata yeye alihisi njaa. Na nilipokuwa nasoma hili somo nilifikiria, kwani Yesu alikuwa na hasira, because alikasirikia huu mti na akaulaani. Akaambia huyu mti hakuna mtu atakuja kukula chochote kutoka kwako. So I was wondering, kwani Yesu pia alikuwa na hasira? Lakini kama mwanadamu, hasira wakati mwingine zitakuwa, na njaa ikamfanya alaani huyu mti, kwa kuwa alifikiria atapata kitu cha kula kutoka kwa huu mti, na alipoona hakuna, alilaani huyu mti. Basi asubuhi walipokuwa wakipita, waliona mti ule umenyauka, na Petro akamwambia, Rabi, tazama, mti ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu, mwamini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu nyooka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba yale asemayo yatatukia, atayapata. Bwana Yesu asifiwe. Bora tu uamini. Kitu muhimu hapa ni kuamini. Mstari wa 24, kwa sababu hiyo nawaambia. Yesu aliwaambia, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mti, ila Baba yenu wa mbinguni atawasamehe pia nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Lolote muombalo mnaamini. Ukishaamini, Baba yenu wa mbinguni atawapa, lakini kuna condition. Ukisimama kusali, usamehe wale wote umewabeba, usamehe, alafu nawe utapokea, kwa sababu Baba yako aliye mbinguni pia atakusamehe. So tukajifundisha, kitu cha kwanza ni tuwe na imani.
alafu tusamehe waliotukosea. Na unaposamehe, Baba yako naye pia atakusamehe. So tukiendelea na somo la leo, mstari wa 27, wakafika Yerusalemu tena, hata walipokuwa wakitembea hekaluni, wakuu wa makuhani walimwendea wakamuuliza, ni kwa mamlaka gani unayotenda mambo haya? Kumbuka, makuhani walikuwa wanamuogopa Yesu sana, kwa sababu umati mkubwa ulikuwa unamfuata, na umati huo ulikuwa unamsikiza. Haukumfuata tu, lakini ulimfuata na kumsikiza. So walianza kuogopa Yesu na watafuta ni njia gani watatumia ili waweze kumwangamiza. Ni kweli Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Walimuuliza, unatumia ni mamlaka gani unatumia? Mamlaka haya umepata kutoka wapi? Lakini Yesu alikuwa mwana wa Mungu, na Yesu Mungu alimtuma ili aje aregeshe mahusiano ambayo yaliharibika. Uhusiano wa kwanza, ule wakati Adam na Eve walipofanya dhambi, mahusiano matatu yaliharibika. Uhusiano wa kwanza, mwanadamu kwa wanadamu. Uhusiano wa pili, mwanadamu na Mungu. Uhusiano wa tatu, mwanadamu na uumbaji. Hayo mahusiano matatu yaliharibika, ndipo Mungu akamtuma huyu mwana wake aje akomboe ulimwengu, aregeshe haya mahusiano matatu. Kuwe na uhusiano mzuri kati ya Mungu na mwanadamu. Kuwe na uhusiano mzuri kati ya mwanadamu na mwanadamu, na kuwe na uhusiano mzuri kati ya mwanadamu na uumbaji. Yohana 3:16, ile memory verse ya Sunday School. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. So kitu muhimu ni kumwamini. Unapomwamini unapata uzima wa milele. Yesu ni mwana wa Mungu. Aliwaambia, nitawauliza neno moja, nyinyi munijibu, kisha nitawaambia mamlaka gani na inatoka wapi. Yesu pia alitumia intelligence. Badala ya kujibu direct, naye akawauliza swali, ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au kwa mwanadamu? Hapo walisemezana, hawakuwa na jibu. Walianza kusemezana wenyewe kwa wenyewe, wanaambiana ya kuwa tukisema ulitoka mbinguni atasema, mbona basi hamkumwamini? Ila tukisema ulitoka kwa mwanadamu, waliogopa watu, waliogopa ule umati, kwa sababu umati ulimwamini Yohana alikuwa ametumwa. Waliamini kuwa Yohana alikuwa ni nabii halisi. So hawangeongea vibaya juu ya Yohana mbele ya umati. Hapo walimjibu Yesu wakasema, hatujui. Naye pia akawaambia, hata mimi siwaambii nyinyi mamlaka gani na yanatoka wapi. Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mwana wa Mungu, akapewa mamlaka na Baba yake ili aje akomboe ulimwengu. Kwa kupenda huu ulimwengu tu, ilikuwa tu ni kwa kupenda ulimwengu, ndipo akatuma mwana wake aje au akomboe huu ulimwengu. Kile tunastahili kufanya ni kumwamini Mungu, na tunapomwamini anatutendea mambo makuu. Anasema ya kwamba unapoamini unaweza kuamuru mlima huu, ondoka kwenda baharini, na itafanyika hivyo. Unaamuru mlima, unauambia ondoka hapa. It is very possible. Ondoka hapa uende baharini. Kitu muhimu ni kuamini. Tunastahili
kuamini. Tunastahili kuamini huyu Mungu. Tunastahili kuamini kwamba anatupenda. Tunastahili kuamini ya kwamba yeye ndiye anatufanyia yote. Lakini Waibrania 11:6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Ukitaka kupokea kutoka kwa Mungu, unapokea kupitia kwa imani. Muamini Mungu naye atakufanyia makuu. Hata wakati tunapoomba, tunaomba tukiwa na imani. Mpaka ukue na imani, na ukiwa na imani unapokea. Imani yetu ndiyo inatuponya. Imani yetu ndiyo inatusaidia. Na ninapomaliza Zaburi tuliosomewa, Zaburi ya 32, kwa sababu ya wakati siwezi kufanya yote. Kifungu cha kwanza, Zaburi 32, heri asamehewayo dhambi kwa kusitiri makosa yake. Heri Bwana anaye mhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Alafu nitaenda verse 8. Verse 8 inasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakufundisha. Yeye ndiye anayetufundisha. Yeye ndiye anayetuongoza. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Jicho lake liko kwetu. Jicho lake linakuangalia kila wakati. Jicho lake linatembea na wewe. Msiwe kama farasi wala nyumu walio hawana akili, kwa maandiko na lijamu na hatamu. Sharti kuwazuia hao, au hawata kukaribia. Naye mtu muovu na mapigo mengi, bali amtumainie Bwana fadhili zitamuangukia. Mfurahini Bwana, shangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha nyinyi nyote mlio wanyofu. Zaburi hii ndiyo zaburi ya leo, na tunapomalizia, yeye halali wala hasinzii. Jicho lake liko kwetu kila siku. Ni kuendelea kumtumainia na kuendelea kumwaminia. Ni kuendelea kumtegemea yeye, ili tukajue ya kwamba Mungu yuko kwa ajili yetu, na Mungu yuko na yeye ni mwenye uwezo, na hakuna lile linamshinda, ili ni sisi tuwe na imani yake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.